Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu. Zipo tofauti na herufi alfabeti za lugha ya Kiswahili ambazo ni 24 na ziko na utofauti na herufi alfabeti za lugha ya Kiingereza ambazo zipo 26. Herufi za abjad zimegawanyika katika pande kuu 4 na kila pande moja zimegawanyika herufi 7 kwa 7. Pande kuu ya kwanza ya herufi ya abjad imegawanyika katika asili ya moto, na pande kuu ya pili katika herufi za abjad zimegawanyika katika asili ya udongo, na pande kuu ya tatu katika herufi za abjad zimegawanyika katika asili ya upepo, na pande kuu ya 4 za herufi za abjad zimegawanyika katika pande kuu ya maji. Kama ambavyo sisi binadamu wote duniani tunaongozwa na asili 4 tu. Asili ya kwanza ni moto, na asili ya pili ni udongo, na asili ya tatu ni upepo, na asili ya 4 ni maji. Je, ni herufi gani ya abjad ambayo nayoizungumzia hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi voe. Ukihitaji kumtumia adui yako na unaamini fika huyu ni adui yako, upo katika vita, unahitaji kumtumia wanyama wakali ili uweze kuishinda vita, aidha simba au unahitaji kumtumia chui au unahitaji kumtumia nyuki, sawa Unachotakiwa kukifanya inapofika siku ya Zuhrat, na maanisha siku ya Ijumaa saa 6 ya usiku, isome herufi hii ya voe mpaka panapopambazuka katika siku ya Zuhr, siku ya Jumamosi, mpaka jua linapochomoza. Soma herufi hii tu ya voe 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 kuanzia saa 6 ya usiku siku ya Zuhrat mpaka siku ya Dhuhari wakati wa jua kuchomoza, bila kuiacha. Hakika ukitiania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mnyama uliyemkusudia aende kwa adui yako, aidha nyoka, aidha simba, aidha chui, aidha nyuki, waende wakamwadhibu, basi hakika kwa idhini yake Allah ndivyo itakavyokuwa. Haya ni maajabu ya herufi voe. Ukihitaji kumponya mgonjwa anayesumbuka na maradhi mbalimbali, maradhi sugu yaliyoshindikana, andika herufi hii ya voe katika karatasi nyeupe kupitia dhafarani pamoja na miski. Iandike mara 66, kisha iloweke katika maji, upatie mgonjwa anywe. Hakika mgonjwa huyo atapona kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ukihitaji kumfanya adui yako akunyenyekee na akuogope, unachotakiwa kukifanya kila baada ya swala 5, unapokuwa unamaliza kuswali, isome herufi hii ya voe mara 1000. Hakika maadui zako watakuwa ni wenye kukuogopa, watakuwa ni wenye kunyenyekea. Haya ni maajabu ya herufi voe. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako, na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali
Na pia kama unahitaji kumiliki pete, na maanisha pete original, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, wewe ni mtu mwenye bahati, wewe ni mtu mwenye kupendwa, au unahitaji kumiliki pete ya majini, pete ya kufanya ufanikiwe juu ya kile unachokipambania usiku na mchana. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana kapita, au baba kapita, au mdada kapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho kwa tiba pamoja na dua ukiwa nje ya nchi? Usisite kuwasiliana na mimi Daktari Musa kupitia namba +255 784 120 592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.